sisi ni wachezaji ambao tulicheza kwa miaka ya nyuma, wao walicheza, lakini pia tuliamua kuanzisha hii taasisi kwa ajili ya sisi kama kumbukana kupoteana muda mrefu, mazoezi kwa ajili ya kutambua zetu. Lakini pia na ni watu ambao tuko kwa ajili ya kutoa elimu kwa vijana ambao wanakuja kutaka kucheza mpira, wewe jinsi mpira unavyohitaji na uweze kufikia mafanikio, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji ambao wanacheza Mbeya Legend walicheza kwa kiwango kikubwa mpaka national team kama kina Diego, kina Shabani Mkuka, wanacheza kwa mafanikio. Basi tumeamua kwamba hiyo ni sehemu pia ya kukutana na vijana. Vijana wengi wanapenda kuja kuangalia na kuona sisi na kutuliza pale ambapo sisi tunakuwa na mechi. Inakuwa ni nzuri kwa sababu tunawaambia vijana jinsi tulivyocheza mpira mpaka tumefikia hapa, hususani jinsi tulivyoweza kulitumikia taifa na wao wanataka kulitumikia taifa. Lakini pia Mbeya Legend inapata nafasi ya kuongea na vijana juu ya taifa letu hili linahitaji nini. Mbeya Legend tumekuwa ni walimu kwa vijana wengi ambao hata wale ambao si wachezaji lakini wanakuja kutuangalia, kwa sababu kuna wengine hawakuona wakati tunacheza enzi hizo, kama kina Mwangwevu walicheza miaka ya nyuma kabla watoto wengine hawajazaliwa. Sasa ambao wanakuja sasa hivi, vijana ambao wanakuja sasa hivi tunawaelekeza kwamba mpira utacheza kwa namna hii ukitaka kufanikiwa, na pia tunafika mpaka kuwashauri kwamba kijana yote ambaye yuko chini ya miaka 30 ambaye anataka kutimiza ndoto yake ya mpira wa miguu au kwa kipaji chochote kile, artist yote ile anataka kuifanya, tunamshauri kwamba si vizuri pia kujihusisha na masuala ya siasa, kwa sababu ni mtoto mdogo ambaye anataka kutimiza ndoto yake. Lakini pia ni sehemu nzuri sisi kama Mbeya Legend kwa Tanzania hii, hata mwanasiasa yote au kiongozi wote wa nchi, awe rais, awe mbunge, awe mkurugenzi, awe mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, au RPC, wana nafasi ya kuja kuongea na sisi, na tunaweza hata kutoa ushauri wa namna yote, namna ya kuishi na jamii, kwa sababu sisi ni kama kaka zao ambao tumeyaona mengi katika jamii tunayoishi au katika karia yetu ya maisha yetu. Lakini pia ni sehemu Mbeya Legend kuanzisha ni sehemu ya kutambua kazi zetu, kwa sababu kama sasa hivi tumetoka Mbeya tumekuja kucheza Kyela. Watu wana miaka 50, zaidi ya miaka 50, lakini wanacheza kama vijana. Lakini ukiangalia sasa hivi vijana na miaka 25 wanashindwa kucheza. Sasa kwa kweli hata sisi tunaonyesha kwamba bado tuko imara. Na pia Mbeya Legend tunakaribisha wachezaji wote Tanzania nzima, sio Mbeya tu, Tanzania nzima waje. Lakini pia ni kwa ajili ya kukuza hata uchumi wetu, kwa sababu kuna vitu ambavyo pia tunategemea kuvianzisha kama Mbeya Legend, uchumi wa nchi, na kuwafundisha vijana hata uchumi wa kujitegemea. Kwetu sisi ni fursa, na tunaomba Watanzania ambao wengi walicheza mpira na vijana ambao wanataka kucheza mpira waje Mbeya Legend kujifunza, kwa sababu pia tuna walimu waliocheza mpira. Tuna mwalimu kama Noriega, tuna mwalimu kama Shabani Mtuba, mimi mwenyewe ni mwalimu wa mpira wa miguu, lakini pia tuna walimu wa darasani kama wafinalishi Mkalinga, ni walimu lakini wamecheza mpira. Tunawaomba sasa vijana wao wanakuja na timu ambazo zinatoka mbalimbali katika sehemu kuu za nchi yetu waje, na pia tunaomba viongozi wa nchi, kwa sababu pia tuna wataalamu ambao pia wamesoma, wataalamu mbalimbali wana elimu zao ambao wapo katika timu yetu. Nashukuru ndugu yangu, nashukuru wa Tanzania, nasema karibuni mjiunge katika timu yetu ya Mbeya Legend ambayo inapatikana Mbeya. Karibuni. Nasikika. Kwa majina naitwa Anton Mwalima na maarufu kama Noriega, mwalimu wa mpira wa miguu. Lakini hapa niko kwa niaba ya mwazini wa usikae hapo. Wewe Diego, usikae hapo Diego. Kama walivyotangulia viongozi wangu, malengo yetu ni kufika sehemu ambayo tumefikiria kufika, kwa maana tumeamua kuanzisha Mbeya Legend kwa maana wachezaji wa zamani, lakini kuwajumuisha wachezaji wa zamani kwa kitu kimoja, kusaidiana kwenye shida, raha na matatizo mbalimbali ya kijamii. Lakini kikubwa ni kuweka ukaribu kwa wachezaji wetu, wachezaji sisi wa zamani, ili kukutana, kubadilishana mawazo
na kupeana mawazo badala ambayo yataleta tija kwa sisi. Kwa maana hiyo naweza nikasema The Regent tumeona ni muhimu sana kuanzisha hili grupu, kwa maana kuwapa hamasa vijana wanaocheza sasa hivi, lakini ambao wanakuja baadaye, kuona namna gani sisi tunatoka na wapi tunaenda, lakini pia kusaidiana kama nilisema awali, kusaidiana shida na wachezaji wa zamani. Ukiangalia mpira sasa hivi na zamani, mpira sasa hivi angalau vijana wetu wana kipato ambacho tunaweza tukasema fursa wanazozipata sasa hivi basi wazitumie kwa usahihi, tofauti na sisi tulikuwa tunacheza zamani. Lengo letu sisi kubwa kwa mantiki hiyo ni kusaidiana kwenye shida na raha, lakini kuwaleta veterani wote au wachezaji wote wa zamani kuwa pamoja na kuwa kitu kimoja. Hilo nafikiri ndio hapo. Mimi nadhani tumemaliza au